mechi kubwa. So jukumu letu kubwa kama walimu, benchi la ufundi ni kuwaweka wachezaji kwenye utayari wa mechi hiyo. Na bahati nzuri tuna wachezaji ambao wako na uzoefu wa kuweza kufocus kwenye mechi hiyo. Nadhani tumepokea na tuko tayari na tumefanya maandalizi japo kidogo, lakini nafikiri maandalizi mengine tutamalizia kwa siku ya leo ili tuweze kuona tunaingiaje kwenye mechi hiyo ambayo tunafikiri kwamba kila mtu ambaye yuko tayari kwenye timu basi anaweza kutumika vizuri. Kuna technical bench nyingine tena, kuna wachezaji wengine tena. Kuna namna ambavyo tunaongea na sisi. Nafikiri Dodoma Jiji na washabiki wake ambao wamekuwa wakitegemea kuona wanapataje furaha, lakini pia sisi tuko na familia zetu, kwa maana ya benchi la ufundi. Kila mtu yuko na familia yake, anapenda kuona tukileta furaha kwenye familia zetu na wachezaji pia. Kwa hiyo kila mmoja anatumika kwa namna yoyote ile kuweza kupata furaha. Lengo la mechi kama hizi ni kuwapa waajiri wetu sisi furaha, lakini kuwapa watu ambao wanatusupport sisi furaha. Kwa nadhani furaha sio ya mtu mmoja, tunajaribu kuona namna ambavyo tunaweza tukashirikiana tupate at least namna ambavyo tunaweza tukaitangaza na sisi timu yetu kwa miongoni mwa timu kubwa kupitia mechi kama hizi pia, kwa sababu unapopata ushindi kwenye mechi kama hizi basi unatengeneza furaha kwa washabiki wako ambao wanakusupport, lakini sio rahisi. Tunafikiri kwamba kuna namna ya kufanya kazi yoyote ile inavyowezekana tuweze kupata matokeo haya, lakini kila kitu kinawezekana kwenye football. Mpinzani tunaenda kukutana naye amepoteza dhidi ya Al Ahly, lakini sisi hatuna uwezo wa Al Ahly. Tunafikiri tuna uwezo kama wa Dodoma Jiji. Sisi ni wale chono winner. So sisi tuna namna ya kwetu sisi ya kupata matokeo. So hatuwezi kuangalia kwa sababu hizi ni timu kubwa, zina wachezaji wengi zaidi ya kile kikosi kilichoweza kutumika. Na uwezi tabiri kwamba labda atakuja na kikosi cha aina gani. Tunachoweza kusema tu ni kwamba ni kuwa na heshima na timu ambayo, kwa sababu tunacheza na current champion. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na heshima na mtu ambaye ni bingwa kwa sasa hivi na timu ambayo moja ya timu bora katika ligi yetu. So sisi ndio tutakaocheza kwenye ubora wao, sio sisi kwenye ubora wetu. So tutaangalia ubora walionao. Yanga wana wachezaji hata kama wale ambao hawajatumika kwenye mechi ya Al Ahly ni wazuri. Huwezi kupredict kwamba mchezaji gani ambaye labda ni wa kawaida. Ile ni timu kubwa. So tutakachoweza kukiangalia ni namna ambavyo tutaingiaje sisi dhidi ya timu kubwa, sio dhidi ya mtu gani aliyecheza mechi ile. Dhidi ya timu kubwa, approach zao, system zao, wanachezaji. Then sisi tunaweza kuchezaje mechi ya away na dhidi ya timu kubwa na tunaweza kupata chochote. Kama tunaweza kucheza kwenye ubora wao tukajaribu kustop ubora wao, kisha tukaangalia ile faida ambayo tunaweza tukaipata, basi itakuwa furaha kwetu, na ndicho kitu ambacho tunacho approach collective. Kwa hiyo tunachofikiria tu ni kwamba approach ya Tanzania Prison na Yanga ni vitu viwili tofauti. Hata staili zao za uchezaji, wale wako wanacheza direct football, kitu ambacho hatutegemei kutoka kwa Yanga. Yanga anacheza possession football always, sio watu wa kupiga mipira mirefu. So tuna tuna approach match by match, kwamba mechi hii inahitaji hiki, mechi hii inahitaji hiki. Lakini pia tusisahau kwamba Dodoma Jiji tuko na wachezaji wakubwa ambao nafikiri wako kwenye kaliba ile. Ukianalyze vizuri akina Abdi Banda, akina Nelson Munganga, profile zao ziko vizuri, akina Idi Kipagure. Tuna wachezaji akina Ali Salim. Ni wachezaji ambao kwenye situation kama hizi hapa, nadhani sisi kama walimu hatutumii nguvu kubwa sana kutengeneza kisaikolojia wachezaji wa namna ile. Kwa hiyo ninaamini kwamba na wenyewe pia tunapokuwa tunaingiza mambo ya kimbinu ni rahisi sana kuadapt na wanaweza kutusaidia katika eneo hilo. Kwa maelekezo ya uwanjani ya walimu wetu na jinsi wapinzani walivyo. Kwa hiyo tumepokea maelekezo kutokana na ukubwa wa mechi. Kwa hiyo tutaingia uwanjani kwa kuheshimu wapinzani, kwa kufuata maelekezo ya mazoezini, na imani mechi itakuwa nzuri. Kuanzia mwanzo wa mchezo mpaka mwisho, yani ni kwa tu makini kwa kucheza kwa kuheshimu ndo mpinzani, na imani mambo tutakaa tu vizuri. Mchezaji anatamani sana kucheza mechi kama hizo hapa. Maana hasa kwa timu yetu, kwa sababu tuko wachezaji wengi tumecheza mpira, tumecheza wazoefu. Kwa hiyo tunatamani sana kucheza timu kubwa kama hizo hapo. Kwa hiyo ninaamini mechi ya kesho itakuwa mzuri sana.